Wati, mtafiti na mchimbaji wa mabaki ya kale, alijulikana kwa madai yake makubwa na ya kusisimua kuhusu ugunduzi wa kihistoria na kiroho. Mojawapo ya madai yake makubwa zaidi ni kwamba aligundua damu ya Yesu Kristo chini ya eneo la Golgota, mahali ambapo Yesu alisulubiwa kulingana na imani ya Kikristo. Watt alisema kwamba tetemeko la ardhi lililotokea wakati wa kifo cha Yesu, kama ilivyorekodiwa katika Injili, kwa mfano Mathayo 27 aya ya 51, lilizua ufa katika mwamba na kusababisha damu ya Yesu kutiririka hadi kwenye chumba cha siri chini ya sehemu ya eneo hilo. Chumba hiki, kwa mujibu wa Watt, kilihusika na sanduku la agano, kitu cha kitabu cha Biblia chenye maana kubwa katika historia ya Kiyahudi na Kikristo. Watt alidai kuwa damu hiyo ilikuwa na kromosomu 24 tu na 23 kwa mama pamoja na ya Y kutoka kwa baba. Hii ni kwa mujibu wake inathibitisha kuzaliwa kwa bikira, vaginal conception, kwa sababu kawaida damu ya binadamu ina kromosomu 46, 23 kutoka kwa kila mzazi. Hata hivyo, madai haya hayana uthibitisho wa kisayansi kutoka kwa mashirika yoyote ya kimaabara yanayojulikana kimataifa. Wataalamu wa genetiki wamekana uwezekano wa damu kuwa na kromosomu 24 tu, kwani hii haifai na ujuzi wa kisayansi kuhusu uundaji wa seli na genetiki ya binadamu. Watt pia alisema kuwa damu hiyo ilionyesha dalili za uhai wakati ilipowekwa kwenye maji, jambo ambalo haliwezekani kwa damu ya kale. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa kisayansi au kitakwimu za maabara zinazothibitisha madai haya. Damu ya binadamu, ikiwa haijahifadhiwa kwa njia maalum, hupoteza uwezo wake wa kuishi na kuoza kwa haraka. Wataalamu wa biolojia wamekana uwezekano wa damu kuwa na uhai baada ya miaka mingi, hata kama ilikuwa imehifadhiwa kwa njia fulani. Watt alidai kuwa damu hiyo ilifikia chumba cha siri ambacho kilishikilia sanduku la agano. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa kihistoria au kiikolojia unaothibitisha kuwa sanduku la agano lilikuwepo chini ya Golgota. Sanduku la agano linatajwa katika Biblia kama kitu kilichopotea katika historia ya kale, na kuna uhakika wa mahali ambapo linaweza kuwa. Wataalamu wa kiikolojia wamekana madai ya Watt kwa sababu ya ukosefu wa ushahidi wa moja kwa moja na utata wa njia alizotumia katika ugunduzi wake. Madai ya Watt hayakupewa uthibitisho na wataalamu wa kiikolojia au wanahistoria wanaojulikana. Wataalamu wengi wamekana madai yake kwa sababu ya ukosefu wa ushahidi wa moja kwa moja na utata wa njia alizotumia katika ugunduzi wake. Wataalamu wa kiikolojia wamebainisha kuwa hakuna ushahidi wa kisayansi au kihistoria unaounga mkono madai ya Watt kuhusu damu ya Yesu au uhusiano wake na sanduku la agano. Wataalamu wa kiikolojia na wa kihistoria wameakana madai ya Watt, wakisema kuwa hayana msingi wa kisayansi au kihistoria. Wengi wametaja kuwa ni sehemu ya hadithi za kifantasia za Watt ambazo hazina uthibitisho wote wa kimaarifa. Wataalamu wa kisayansi wamekana uwezekano wa damu kuwa na kromosomu 24 tu na kuwa na uhai baada ya miaka mingi. Ron Watt alikuwa mtu mashuhuri kwa madai yake mengine ya kugundua mabaki ya kale, ikiwa ni pamoja na madai ya kuwa alipata mabaki ya safina ya Nuhu na miji ya Sodoma na Gomora. Hata hivyo, madai yake hayakuwa na uthibitisho wa kimaarifa na mara nyingi yamekataliwa na wataalamu. Wataalamu wa kiikolojia wamebainisha kuwa madai ya Watt kuhusu safina ya Nuhu na miji ya Sodoma na Gomora hayana ushahidi wa kisayansi au kihistoria. Tetemeko la ardhi lililotajwa linatokana na simulizi ya Injili ya Mathayo, ambapo tetemeko la ardhi lilitokea wakati wa kifo cha Yesu. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa kiikolojia unaothibitisha kuwa ufa maalum ulitokea chini ya Golgota na kupelekea kwenye chumba cha siri. Wataalamu wa jiografia na wanahistoria wamekana uwezekano wa ufa kama huo kuwepo na kuwa na uhusiano na kifo cha Yesu. Sanduku la agano ni kitu chenye utata mkubwa katika historia ya Kiyahudi na Kikristo. Hakuna ushahidi wa moja kwa moja wa mahali ambapo linaweza kuwa,
na madai ya Watt hayakuongeza chochote kwa ufahamu wa kisayansi au kihistoria kuhusu hilo. Wataalamu wa kiikolojia wamebainisha kuwa hakuna ushahidi wa kisayansi au kihistoria unaounga mkono madai ya Watt kuhusu sanduku la agano. Madai ya Ron Watt kuhusu ugunduzi wa damu ya Yesu na uhusiano wake na sanduku la agano hayana uthibitisho wa kisayansi au kihistoria. Wataalamu wengi wamekanusha kwa sababu ya ukosefu wa ushahidi wa moja kwa moja na utata wa njia alizotumia. Hata hivyo, taarifa hizi zinabaki kuwa za kufikirika na hazijathibitishwa kwa mujibu wa vyanzo vya kimaarifa. Wataalamu wa kisayansi na wanahistoria wamekana madai ya Watt kwa sababu ya ukosefu wa ushahidi wa kisayansi na kihistoria. Hivyo, madai ya Watt hayana msingi wa kimaarifa na hazikubaliki na wataalamu wa kisayansi na wanahistoria.